Katika watu waliokukwamisha kwenye maisha, kuna ambao utakiwi yani ufungamane nao kabisa. Ukiendelea nao watakuua, mwisho wa siku utakufa. Wako hao watu. Alafu kuna ambao hata kama anakukwaza kiasi gani, hakuna namna unaweza kumwacha, kwa sababu kuna namna labda yuko connected na wewe. Either mna share DNA, labda ni mzazi, au ni mwanandoa ambaye hamwezi kuachana, au ni vyovyote, au ni partnership wako kwenye kazi, na lazima utafakari umuhimu wa mtu na ujue ukimwacha unafaidika au unapata hasara. Kwa hiyo ni vizuri ukajua watu ambao wamekupush na watu ambao wamekurudisha nyuma. Kwa hiyo kuna watu ambao utahitaji kuachana nao kabisa ili usonge mbele, na kuna watu ambao utahitaji kuishi nao kwa tahadhari, na kuna watu ambao utahitaji kubebana nao kwa gharama yoyote. Kama mtu ni mtoto wako au ni mzazi wako, hakuna namna utakupana naye hata kama ni kero. Kwa hiyo umweke kwenye listi ya watu ambao unajipanga. Na mara nyingi shetani huwa haruhusu mtu wa faida kuwa karibu na wewe. Kwa hiyo ile mtu ambaye anakusaidia, mara nyingi unakutaga upati nafasi ya kumtafuta au ya kuwa karibu naye. Ni mara nyingi sana. Yule mtu ambaye ni msaada kwako unajikutaga yani huna mudi naye sana. Lakini yule mtu ambaye ni hatari kwako unajikuta connections zinakuwa rahisi. Kwa hiyo tafutane na watu ambao ni baraka kwetu, tuwashikilie. Na kama umekuwa baraka kwa mtu, jitahidi kuendelea kufanyika baraka kwake vivyo hivyo, maana pia utachuma baraka katika kuwa baraka kwa mtu. Bwana apewe sifa.